Imekuwa ni kawaida na ni zaidi takriban miaka 10 toka Five Brothers Entertainment ianze kutoa zoezi la iftari kila mwaka, kwa maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo hii Five Brothers Entertainment imefanya ziara katika baadhi ya shule ikitoa iftari. Lakini tuko naye mkurugenzi wa kampuni ya Five Brothers azungumze machache kuhusiana na siku ya leo, lakini baadhi ya wadau ambao wameweza kushiriki katika siku ya leo wana kipi zaidi ambacho wameweza kujifunza. Kutoka hapa katika shule ya msingi Pongwe, naitwa Nasir bin Nasir. Nyuma ya kamera si mwingine ni Samimi ama Sampost. Endelea kubakia nasi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa majina naitwa Nasir Makau, ni mkurugenzi wa kampuni ya Five Brothers Entertainment. Leo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026 tumepata bahati ya kuweza kufanya ziara katika maeneo tofauti tofauti. Lakini kama ilivyokuwa ada, kama ilivyokuwa utaratibu wa miaka yote, unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunachukua nafasi hii kwa ajili ya kwenda kuwakumbuka wale wote ambao wenye uhitaji maalum, lakini wale wenye uhitaji wa lazima. Leo tulianza katika shule ya Sahare Sekondari kwa ajili ya kwenda kuwatembelea wale wote ambao wanafunga, lakini kuwapatia iftar. Lakini pia tulienda katika shule ya Coastal High School, lakini pia ilikuwa ni zoezi la kuwapatia iftar, lakini pia kuongea nao kwa kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia tulielekea katika shule ya Masechu ambapo nao ilikuwa katika zoezi la kuwapatia iftar, lakini vile vile kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa kwenye hitimisho tu katika shule ya Pongwe kwa vijana wenye mahitaji maalum, mahitaji maalum kwa maana ya mapungufu ya ngozi. Tuko hapa kwa ajili ya kuhitimisha zoezi letu kwa siku ya leo. Jambo hili tumelifanya baina ya Five Brothers Entertainment wakishirikiana na Tanga Women Foundation kwa maana Tanga Women Gala, kwa ajili ya kuja kutoa kile ambacho tumeweza kujaliwa. Lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale wote ambao wamejaliwa, lakini wana uwezo kwa namna moja au nyingine kuendelea kuwakumbuka wale wenye mahitaji. Tumeona baadhi ya shule kama shule ya Masechu, tumeona uhitaji mkubwa wa mahitaji ambao wameweza kuwa nayo, lakini wao wenyewe wamekiri kwamba mara nyingi lishen yao inakuwa ni lishen ile ya kila siku, lakini wanapopata faraja ya kupata vitu tofauti, basi ni faraja kwao. Wito ni kwa kuendelea kuwaomba wadau wote ili kuendelea kuyaona baadhi ya makundi haya kwamba iwe ni sehemu ya kusaidia, lakini ya kutoa, kama vile tulivyosiwa kwamba mwezi huu mtukufu ni mwezi wa kufanya tauba, mwezi wa kukumbushana kufanya yaliyo mema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ramadhani Kanjoi, ni moja ya kijana wake mtiifu, mwaminifu na ambaye ninapenda kujifunza sana kwa kakaangu Nasoro Makau au maarufu anapenda kumuita Five Brothers mkurugenzi. Kwanza binafsi awali yote nitumie fursa hii sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia nimshukuru sana mkurugenzi wangu. Toka nianze kumfahamu, huu ni mwaka wa 5 mfululizo. Nimekuwa naye bega kwa bega. Ninapokuwa na jambo langu nikimshirikisha, nalichukua kama la kwake. Amenifundisha katika masuala ya uongozi. Pia amenifundisha katika masuala ya kuitumikia jamii. Nimejifunza mengi sana ambayo ila hili sikuwahi kujifunza nalo. Mfano kama kule kwenye kwangu kata ya Kiomoni, kitu ambacho nilichojifunza kuitumikia jamii, kila mwaka inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna kongamano linaloitwa Ramadhani Karimu, ambapo navichukua vyuo vyote katika ndani ya jamii yangu ya kata ya Kiomoni, tunakutana kwa pamoja, wanafanya mashindano ya Qur'ani, lakini baada ya hapo tuna iftari kwa pamoja. Hiki kitu nimejifunza sana kutoka kwa kakaangu Nasoro Makau, nikaona ni kitu kizuri niweze kujifunza kukipeleka katika jamii, kitu ambacho kimezaa matunda. Tunapata nafasi pia ya kuweza kufanya usafi maeneo ya makaburini kupitia mambo yake. Lakini kwa hili sikuwahi kujifunza. Leo hii asubuhi wakati nimewasiliana naye, akanambia kaka, kuna amali nataka mdogo wangu nikufundishe, kuna leo na kesho uweze kuiendeleza. Ni amali gani hiyo? Ametenga nusu ya mali yake ambacho yeye mwenyewe amepata, akaamua atembelee hizi shule ambazo za boarding ambazo zina uhitaji. Kiukweli tumekwenda kuona kweli kuna uhitaji na wadau wanatakiwa kwa hali na mali nako sehemu kama hizo wazikumbuke. Ni sehemu ambazo 90% mpaka 80% hizi shule zilizokuwepo maboarding ya watu hawazikumbuki sana.
watu wanakumbuka katika mambo mengine. Lakini kiukweli hili mimi nimejifunza kitu zaidi na muombea mkurugenzi wetu dua, nimwombea kakaangu dua njema sana. Mwenyezi Mungu amlindie kwanza mali zake, amlindie kizazi chake, ampe kila lililokuwa jema katika hususani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa majina naitwa Emmanuel, ni Ashes katika kikundi cha Tanga Women's Gala. Leo kama tumeshirikiana na mkurugenzi wa Five Brothers kuungana na Tanga Women Gala ili katika kutoa sadaka ya iftar kwa ndugu zetu wenye uhitaji.